Baadhi ya wananchi wameonyeshwa kutoridhishwa na kitendo cha bendi maarufu ya muziki nchini ya Twanga Pepeta kuonekana wakiimba na kucheza jukwani huku wakiwa wamevalia mavazi ya baibui pamoja na nikabu, ambayo kwa kawaida hutumika na waumini wa dini ya Kiislamu kama mavazi ya heshima na ibada. Video ya tukio hilo lisambaa kwenye mtandao wa Instagram kupitia ukurasa wa Masauti Lounge. Tangu wakati huo imezua mijadala mikali miongoni mwa watumiaji wa mitandao ya kijamii. Baadhi ya wachangiaji wa maoni wameeleza kuwa kitendo hicho kimekosa heshima kwa mavazi ya kidini, wakisisitiza kuwa baibui na nikabu ni alama za ibada na hazipaswi kuhusishwa na burudani. Hata hivyo, kuna kundi jingine la watu wanaoamini kuwa mavazi hayo ni sehemu ya utamaduni wa Kiarabu, hivyo hayapaswi kuhusishwa moja kwa moja na masuala ya dini pekee. Hali hiyo imeendelea kuchochea mijadala kuhusu mipaka kati ya utamaduni, dini na sanaa ya muziki, huku wengine wakitoa wito wa kujali hisia za waumini wakati wa uandaaji wa maonyesho ya burudani. Na haya ni baadhi tu ya maoni ya watu ambao wamejitokeza kutoa maoni yao mbalimbali kuhusiana na video hii ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii. Msingamuo yeye anasema mbona huu ni udhalilishaji wa kidini ya Ise, lakini Aisha Chibu anasema nyie wana haramu, hayo si mavazi ya laana au ndio mmeanza kulanika? Akaachia swali namna hiyo. Lakini Rama the Guide anasema huu ni ubunifu wa kipumbavu, lakini Zailish Clothes Point anasema astaghfirullah. Lakini kwa upande wa Zairish Abdul anasema inna lillah, lakini kwake Shabani Salu anasema Allahu akbar, sasa ni nini hii? Na Sabra yeye anasema inna lillah, lakini kwa upande wa Kishandu anasema sawa, vazi ni vazi tu, ila tuheshimu vazi ambalo wenzetu wao wameona ni la heshima kwao. Tunavyolifanyia mambo ya ajabu, wao pia wakivaa hawatopewa heshima tena. Tusifanye hivi ndugu zangu. Lakini kwa upande wa Merita Baby yeye anasema ngoja wa Proud to be waje watakatifu wa dunia mtakoma mlivyo posti. Kwa upande wa Kharifa yeye anasema kwanza ameanza kwa kumtagi Sheikh Nuruddin Kishki, alafu akasema sherehe haya hayakubaliki, kwa nini watumie nguo za maudhui ya Kiislamu? Kind Fronze anauliza kwani hilo vazi lina dini? Azizi Msangi anasema hivi mnajielewa nyinyi? Ni taswira gani mnataka kuileta kwenye jamii upumbavu huu? Lakini kwa upande wa Brown Videos anasema kumbe kuna wakati mnawachokoza wenyewe, mkifanywa kitu mbaya mnawaita magaidi. Fatima Mare anasema dahi si sawa jamani, mbona mnatuharibia vazi letu? Kwa kweli sijapenda, tuheshimiane. Na Kayahe anasema ni sawa, ila hii sio sawa kabisa, wallahi nawaambia. Omari anasema kuna muda watu mnataka sababu ya kuingiza nchi kwenye vita za kidini tu. Kada anasema hili vazi liheshimiwe Aise. Mwenye Zuberi anasema yani ni kweli Asha Baraka amekubali hili vazi lidhalilike hivi, jamani si dharau hii. Vania anasema ukisikia watu wanalazimisha matatizo ndio hii. Lakini mwingine anasema hii sio sawa, mmevuka mipaka. Kibadi Aseno anasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, msiba shughuli imewashinda. Petro anasema vazi la heshima hilo anacheza nalo segere, Mungu atusaidie. Lakini Mvumbo anasema ubunifu wa hovyo sana. Lakini mwingine anasema nimeumia sana, mavazi ya stara mama zetu amekuja kuyadhalilishia huku. Hamisi anasema hao ndio Twanga. Twalhaya anasema katika kutafuta ubunifu chungeni sana uzalilishaji wa imani za watu, sasa endeleeni mtapata mnachokitaka. Makombe Saida yeye anasema dini imani sio nguo, afu hizi nguo za Waarabu sio za Waislamu kama Masai wanavovaa mashuka tu. Juma anasema dunia imeisha, tumuombe sana Mungu atujalie mwisho mwema. Lakini Singa anasema usipokuwa na imani ya kumtii Mungu utaishi utakavyo. Bakari anasema tukiwalipizia mtaanza kulia. Mchombe amesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hayo ni baadhi tu ya maoni kwa wachangiaji ambao wamechangia kule kwenye mtandao wa Instagram. Lakini je, na wewe una mtazamo gani kuhusu jambo hili? Toa maoni yako kuhusu matumizi ya mavazi ya kidini katika maonyesho ya muziki. Mimi ni Nasra Shabani na hii ni Iqra FM. Iqra FM.